Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tumefika, tuko hapa Good Hope Markazil Banatil Islamia ambaye ipo Kariobangi. Tuna wageni wetu wamekuja hapa, kama mnavyoona wametuletea sadaka. Mna nini cha kuambia? Inshallah, jazakumullahu khaira. Mwenyezi Mungu awabariki pale mlipotoa, Allah awaongezee mara zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ambaye anawafanyia kitu kizuri mnafaa mfanye nini? Mumtilie dua, si ndivyo Inshallah tutataka kijana mmoja na msichana mmoja wasome Qur'an. Si mnasoma Qur'an? Inshallah kijana mmoja aje hapa mbele asome Qur'an na msichana mmoja aje asome Qur'an, kisha baada ya hapo tutawasomea dua wageni wetu, sawa inshallah. La leo njoo usome Nasra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya tam ibn Takbir. Allahu Akbar. Naam, mmesomea Qur'ani Nasra. Saa hizi nani anatusomea Qur'ani? Simama tu hapo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal muhsirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Sadaqallahul azim. Naam, sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidina washakirin. Sasa nataka msichana mmoja na kijana mmoja wasimame wawasomee dua wageni wetu ambao wameleta na wale ambao wametoa, wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabariki na awalinde na familia zao, awalinde kutokamana na mahasidi, awakinge na maradhi insha Allah. Husna, njoo usome dua. Some dua wageni wetu insha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wala takuomba saidia wageni wetu, wape riziki, wape shifa, waendeleshe msukosuko, waongoze. Sallallahu alaihi wasallam. Na kijana mmoja naye aje asome dua. Kijana mmoja aje asome dua. Njoo.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, nakuomba saidia wageni wetu, wape riziki, wape shifa, wape maisha marefu, waweze kusamehe madhambi zao. Ya Allah, nakuomba saidia familia zao, wape riziki, wape shifa, wape maisha marefu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، الحمد لله ثم الحمد لله. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zifikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala awajalie jannatul firdaus al-a'la wao na wazazi wao waliotoa hii mali. Ndugu yetu Hamadi Mfaransa, jina lingine sijui, lakini najua Hamadi Mfaransa, yeye na mke wake ndio wametoa hii mali, na mandugu zetu wengine pia wakachangia. Allah subhanahu wa ta'ala awapatie hapa duniani na kesho akhira. Ma Allah subhanahu wa ta'ala awapatie jannatul firdaus al-a'la wao na wazazi wao na sisi sote kwa jumla. Ndugu Waislamu, mahali popote mlipo, hapa tulipo ni Good Hope Markaz Banat al-Islamia, na ni watoto mayatima, na kila wakati huwa tunakuja hapa tunaleta chakula kiasi chote ile kitu tunapata tunaleta, na ni bora zaidi sisi Waislamu ni mtihani kwetu hawa watoto mayatima, na ni bora zaidi tuwalishe hawa watoto mayatima kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani tunapotafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaambiwa tuwalee mayatima. Kwa hivyo yoyote ambaye anaona hii video mahali popote ulipo, unachangia, hii ni wakati wa Ramadhani, unaweza toa kwa ajili ya wazazi wako, unaweza kujitangulizia wewe mwenyewe, ama ukatoa kwa sababu ya ndugu yako au dada yako au jamaa zako. Kwa hivyo ni bora zaidi tuwalishe hawa mayatima, na yoyote atakayetoa mali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwalisha mayatima, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtakuwa naye peponi. Sote tunataka kuwa peponi, tena tunapenda tuwe jirani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo nawahimiza tu Waislamu tuweze kuchangia na tuwalishe mayatima. Yangu ni hayo machache. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatiha moja kwa hawa ndugu zetu ambao wametoa mali yao. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ustaz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani simfikie nabii wetu mtukufu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko hapa katika Good Hope Markaz Banat Islamia, na kama mnavyoona Waislamu bado wanajikakamua sana, wanaweza kutoa riziki zao zikuje zilisha mayatima. Hapa tuko na wasichana na tuko na vijana, na hii yatima iko na wanafikiri ni 100 and iko na 140. Wengine wako hapa sasa hivi wameenda shule. So tungeomba Waislamu, wewe ukitoa sadaka yako jua itafika hapa itafika kabisa. Na kwanza hakuna kitu bora kama kulisha yatima. Na yatima hawa Mtume wamezungumzia sana, wamezungumziwa mpaka ndani ya Qur'an. Atakayeyote atakayemlisha yatima watakuwa na Mtume hivi. Yani alifanya vidole mbili namna hii. Yani watakuwa na yeye na yeye. Tunasemaga bumper to bumper peponi. Kwa hivyo tujaribu sana tutoe chakula ya kutosha, na mjue hapa kuna vijana wanataka kanzu, hapa kuna wasichana wanataka mabuibui. At least hata siku ya Eid, siku ile tukimaliza kufunga Ramadhani wakikula Eid, kila mtu awe na kanzu yake mpya,
kila mtu awe na buibui yake mpya. Usilete ile mzee ile umetumia, hapana. Nunua mpya. Hii ni yatima, ni mayatima, nunua mpya. Kama ni kanzu nunua mpya, kama ni buibui nunua mpya, at least wapate hizo buibui. Kwa hivyo tunashukuru sana na hawa ndugu zetu ambaye wanashirikiana na sisi katika kuweza kuendeza hii gurudumu ya kufanya kazi kama hii. Na ndugu yetu Hamadi alikuwa amesema tumuombe dua sana kwa sababu mke wake ni mgonjwa, na hapa dua yako imefika inshallah. Sasa hiyo nyingine tumwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuendelee kutoa. Unaweza toa, ukitoa namba yetu mko nayo, wala wako na namba yetu, basi chakula tutalete tu. Tukitaka mingi kitapo tumalize hii Ramadhani, nafikiri nataka turudi hapa hata kama ni safari 20, hata kama ni safari 10. Turudi hapa at least, hata tukitoka mwezi wa Ramadhani wanaweza kaa miezi mingine kama 3 au miezi 4 bila kuuliza chakula mtu yeyote. Kwa hivyo inshallah nafikiri tamalizia hapo nikisema wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu Waislamu, tumesimama mbele yenu kwa sababu ya futari ya wale mandugu zetu waliobaki. Jana tulipata chakula ya family 40 na tukagawa hiyo chakula, na tunataka tena tupate family 160, chakula ya family 160 tuweze kuwapatia hiyo chakula katika hizi siku zilizobaki waweze kufurahia pia. Kwa hivyo Waislamu, tumesimama mbele yenu, tumesema kila family gharama yao itakuwa ni shilingi 15,000 na hao waliobaki ni 160. Kwa hivyo tunaongoja hiyo sadaka kutoka kwenu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia faliyatanafasil mutanafisun, tushindane katika khairati, na ni wakati wa kushindana katika khairati na ni wakati ya kuvuna khairati. Ndugu zanguni, unaweza tanguliza yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ukatangulizia wazazi wako, au ukatangulizia mandugu zako, mashangazi zako, mababako wadogo. Kwa hivyo kwa familia yako unaweza kujitangulizia chochote. Kwa hivyo tusaidie hawa Waislamu wapya waweze kupata futari na wafurahi vile tunavyofurahi sisi pia. Kwa hivyo Waislamu, tumerudi kwenu mara ya pili, mara ya tatu, hatuchoki. Tunatafuta hiyo futari ya hawa watu 160. Kwa hivyo tunaleta mbele yenu tuweze kuchangia, tutoe hiyo sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani tangu zamani tulikuwa tunasimama mbele yenu na mlikuwa mnatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na leo mnatoa kwa ajili ya subhanahu wa ta'ala. Yale mlitoa Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie katika mizani yenu ya hasarati, na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie jannatul firdaus al-a'la. Kwa hivyo mimi nasema tasadaqu, barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri ni kama vile mwenzangu ama ndugu yangu Ali amesema, ni kwamba tumeweza kugawa chakula jana ya watu 40. Wamepata resheni yao ya kutosha ambayo itawasukuma mpaka tumalize saumu, na watu walikuwa wengi, na kwa sababu huwa sisi kila mwaka tunachagua watu 200, na sasa imebaki watu 160, na hao watu pia wanahitaji pia kwa sababu hawana chakula, na kila saa wanatuuliza Sheikh, chakula sisi hatujapata, tufanyaje? Hatuna hata kidogo. So inabidi turudi kwenye Waislamu muweze kuchangia hii maneno. Na tukasema kama uwezi kuchangia yote, mnaweza shikana watu 4. Ration moja ni ya shilingi 15. Kwa sababu uwezi patia mtu ration ambaye atakula siku 2, alafu baada ya siku ya 3 tena anaanza kutafuta tena nyingine ya kula. Ndio unaona mtu anapewa package ambayo inaweza kumsustain mpaka Ramadhani ishe. Kwa hivyo tunaomba Waislamu mchangie kuhusiana na hiyo mambo ya hawa, na pia kuna wengine tunapata watima pia wanahitaji, pia kuna upali watima pia wanahitaji. Kwa hiyo kuna mambo mengi tu. Kwa hivyo inshallah jaribuni sana Waislamu, hapo tumefikia, tujaribu sana tuchange kwa wingi, na mshikane pia, na toa sadaka. Unajua sadaka, ukitoa sadaka ina heri nyingi sana, especially mwezi wa Ramadhani. Hailipi kama siku zingine vile tunalipwa, na ni sadaka tujaria. Unaweza toa sadaka tujaria ya mtu yako ule ametangulia katika haki, mzazi, mama, nani.
unaweza kumtolea sadaka yako. Na kumtolea sadaka yako Mwenyezi Mungu utapata ajili yake kule kwa Mwenyezi Mungu inshallah. So sina mengi ya kuongea, ni kwamba cha muhimu hapa ni tuchange hiyo pesa tuweze kuona tutapata watu wengine, angalau hata kama tutapata wote 200, hiyo 200 tukipata basi wafike 100, at least tutakuwa tumeenda step moja kubwa sana. Kwa hivyo tujaribuni sana, hata tuone kama itafika angalau hata 100, watu 100 wapate chakula ya kufuturu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimuendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi ananiita Salim, sijui wewe anakuitaje Ras? Naita tu Ras. Naitwa Ras. Asante sana, lakini Ras sio jina. Ras maana yake ni Rasta. Mimi naitwa Arbanas. Arbanas, asante sana. Muislamu Mkristo? Mkristo. Asante sana. Swali gani ambayo inakusumbua na inakuzuia kuwa Muislamu? Obstacle gani? Si swali linanitatiza, ila mimi yani sheria mingi ziko kwa Kiislamu mimi siwezi yani. Kwa mfano kama sheria gani uwezi? Kwa sababu sheria hatujajiwekea sisi, ni sheria ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka. Sasa kwa mfano sheria gani unaambia Mungu, hii sheria Mungu ulioweka, hii Mungu mimi siwezi? Ni sheria gani hiyo? Ndio tuione. Kwa mfano katika Uislamu sheria zake ni Uislamu umewekwa na nguzo 5. Umesimama kwa nguzo 5. Nguzo ya kwanza ni shahada, ya pili ni sala, ya tatu ni zaka, ya 4 ni kufunga saumu, na ya 5 ni kuenda kuhiji Maka. Ukisilimu ya pili ndio unafunzwa unaanza kusali, sawa? So hauwezi kusali kama haujakuwa Muislamu. Hauwezi kufunga kama hujakuwa Muislamu. Hauwezi kuhiji kama wewe sio Muislamu. Apata vizuri? Na hauwezi kutoa zaka kama wewe sio Muislamu, kwa sababu utapata thawabu zake. Pata vizuri? So nguzo ya Uislamu ni nyepesi. Sala unaswali mara 5 kwa siku. Na kama utachelewa kwenda msikitini, mahali msikiti iko kama iko mbali, utaswali pale pale ambapo uko. Lakini ukienda msikitini thawabu zake nyingi kuliko zile za kuswali wewe peke yako. Pata vizuri? Sheria nyingine, kuna mambo 3 ambayo Uislamu inafaa kuharakisha. Na sijamalizia, kama ni ya kufunga, tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unaona Mungu ametupa utaratibu wa kufunga. Kama wewe kufunga sasa mimi siwezi. Yaani wewe unapenda kula zaidi? Si napenda kula, yani kazi yenye nafanya ni ruhusu. Unafanya kazi gani? Maana sisi tunafanya kazi yote. Kama mimi nafanya kazi ya kuuza maziwa. Na mimi nafanya kazi ya mjengo. Kazi ya mjengo. Kazi ya mjengo unafunga vizuri. Unaona ukiamka saa 11 unakula vizuri, alafu unakunywa maji vizuri, alafu sasa kukiadhiniwa tu wewe unafunga. Hata hakuna kunywa maji au vipi? Ukimefunga mchana unaweza kunywa maji? Sio mchana, usiku. Mchana unaweza kunywa maji? Uwezi. Hakuna kunywa maji wala kufanya chochote, hakuna. Mchana wewe unaendelea na kazi zako, hakuna kunywa maji, hakuna kunywa chai, hakuna kunywa juice, hakuna nini. Ikifika jioni, jua likizama, ndio watu wanafungua. Ukifungua unapata tende, unafungua na tende na maji, ndio sunna hiyo. Alafu sasa unapata mchele yako ama nini nyingine iliyotayarishwa. Alafu tena kufunga ni afya. Pata vizuri Kufunga ni afya vizuri sana. So mjengo unafanya vizuri sana. Mimi sasa vitu kama hizo, unaona hizo vitu za mambo ya kufunga nini sasa kweti huwezi kunywa maji the whole day. Sasa mimi kulingana na kuelewa kwangu, mimi naona ni kama Yesu alikuja kutuokoa kwa hizo vitu. Sasa at least akapunguza vitu zingine ndio. Sasa Yesu atakuokoaje wakati yeye alifunga? Yeye mwenyewe kafunga na anasema jitieni nila yangu mjifunze kwangu. Sasa kama yeye kafunga, wewe unakosa kufunga kwa nini? Yesu wakati alikuwa alafu unajua Yesu ni tofauti na sisi bwana. Alafu kufunga sasa ngoja kwa hakuwa amefunga na anafanya kazi, alikuwa tu ametulia tu, kazi yake kuomba tu. Aliyekwambia alikuwa ametulia naomba tu nani? Kulingana na kuelewa kwangu sasa. Kuelewa kwako Sasa mimi in fact sasa mimi hata nikikula sasa niweza kula breakfast, mimi kazi siwezi fanya kazi kama sijala. Sasa ndio nikakwambia breakfast unakula asubuhi. Wewe ukisilimu unafunga kuanzia yani saa 11
na mostly hapa adhana inakuja saa 11:40 siku hizi juu ya hali ya nini. So wewe unakula kuanzia saa 11 asubuhi mapema pale, ndio unakula lunch, ndio unakula basi hiyo unasema nini yako breakfast. So hapo ukifunga kuanzia hapo mpaka saa 1 ya jioni hakuna kupata kitu. So kumbe wewe kuwa Muislamu unaogopa tu kufunga, na aliyekwambia lazima ufanye tu mjengo ndio upate riziki nani? Riziki ziko sehemu nyingi tu, kazi ziko hapo ndipo napata riziki. Utafanya, utaendelea kufanya, lakini mimi sioni ati mtu tuna Waislamu wengi sana wanafanya kwa mjengo na wanafunga wengi tu. Mimi sijaiona Muislamu kwa mjengo. Hatujaiona kwa Muislamu kwa mjengo. Waislamu wamejaa mainjinia, Waislamu wamejaa kazi nyingi sana kwa mjengo. Wakubwa lakini si watu wenye wanafanya kazi ngumu yani. Wako wanafanya kazi ngumu, wewe ndio hujawapata lakini wako. So hiyo kufunga tu ndio inakuzuia kuwa Muislamu? Hapana. Ala? Kuna ingine bado? Gani tena? Mimi nikitembea zangu, mimi nikiona wanawake naanza kuwa tamani sasa. Alafu hiyo naona ni kama machukizo kwa mbele zake Mwenyezi Mungu. Sasa mimi sipendi. Sasa wewe ukitamani wanawake, hujaambiwa ukitamani inafaa ufanye hivi 4:3 Qur'an. Wewe ukitamani unafaa uoe. Sasa shida iko wapi? Sasa wewe ukioa, si nimeoa na bado na watamani bado. Sasa kama uko na ngapi wewe? Niko na moja lakini. Sasa si unaona ndio unatamani kwa sababu uko na moja. La ungekuwa na 2 huwezi tamani. Wewe inaonekana nguvu yako nyingi, wewe unahitaji 2. Ndio hiyo tamaa ikwishe. Sasa ukiwa na 2, siku 3 uko pande hii, siku 3 uko pande hii, utashindwa kutamani. Sikiza habari, wewe ukitamani fanya hivi tu. Hii ndio solution iko. Kumbe nyinyi mnatanganya mnaoa mmoja alafu sasa tamaa inajaa. Allah. Sikiza habari. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Naam. Basi oeni mnaowapenda katika wanawake. Oeni mnaowapenda, ndio umesema wewe unatamani unapenda. Sasa unaambiwa uwaoe. Sio mambo unatamani tu, macho yako yanaangalia mpaka inazimia kule. Wewe ukienda kuangalia unajua niko na huyo nyumbani. Sasa utakuwa na hizo tamaa. Kwa sababu kwanza uko busy na maisha yako, kwa sababu kule uko na mke, huku uko na mke. Na unajua kuna gharama kule, kuna gharama huku. Lakini sasa wewe umebaki na kamoja na inaonekana utosheki. Ndio unaona tamaa, unasema uko na tamaa nyingi. Sasa hizo tamaa achana nazo. Na Yesu anasema ukiangalia mwanamke kwa kumtamani usazini naye. So hata wewe sio Mkristo wa halishi. Kulingana na Yesu, wewe sio Mkristo. Hiyo ni kitu iko ndani ya wanaume. Sio iko ndani ya wanaume, iko ndani yako, kwa sababu sasa wewe ndio tunajaribu kuitoa hiyo. Mimi naona ni kama wanaume wote juu, ukiangalia akina Solomon, akina David walifanya vitu kama hizo tu. Sasa kwani wewe ulikuwa tamani mabibi za watu? Nani alikwambia? Wale ni manabii wa Mungu. Wale ni manabii wa Mungu. Kulingana na Ukristo uko right, kwa sababu Wakristo wanawachukia manabii, wanawapatia sifa mbaya. Unaona? Kulingana na Uislamu hakuna mahali Nabii Suleimani alitamani mke wa watu. Hakuna. Manake sisi tunawapatia inakubalika. Sio haramu amefanya, ni kitu kinakubalika. Sasa wewe utamzuiaje nabii wa Mungu akifanya jambo ambalo ni la kheri, ambalo limekubalika? Lakini David aligongea anaitwa nani? Hiyo ni story ya Biblia. Unajua story ya Biblia inasema hata Ruth alilala na watoto wake. Wacha sasa hiyo ya Daudi ukiona kama ni kubwa. Qur'an haina. Hiyo Qur'an haina story kama hizo. Hizo ni story za kuchafua majina ya manabii. Yaani ili uwe Mkristo maana yake ni uchafue majina ya manabii. Wacha hiyo, wamemsingizia wakasema Nabii Ibrahimu amezini na mjakazi. Wewe sasa unakuja kustuka na hizi zingine. Wakasema Ruth, si unaona sasa? Hii zote ni chuki mnayo ya manabii. Yaani Wakristo unajazwa chuki miongoni mwa manabii. Wanasema Ruth, Nabii Ruth ati alilala na watoto wake aliyewazaa yeye mwenyewe. Sasa hiyo yote ni uongo, i make sense. Kwanza uwezi kunywa pombe ukalewa ukashindwa kama huyu ni mtoto wako ama ni mke wako, alafu hiyo kiungo kikafanya kazi. Na si inaaminikaje? Inaaminika hiyo time sijui hiyo mjai kuwa na wanaume ama vipi? Itakuwaje hakuna wanaume wakati Ibrahimu alikuwa na watoto wa Ibrahimu walikuwa? Kwa sababu kwa Ibrahimu hakukuangamizwa, na wakati Ibrahimu Misri kulikuwa watu, sehemu zingine kulikuwa watu. Hiyo yote ni uongo. Wanadamu walikuwa wamejaa tena kwa wingi. Hii yote ni story ambazo zimewekwa. Acha hivyo. Biblia wanasema hata Mungu alichapwa
Mungu mwenyewe wanasema alichapwa, subhanallah. Wapi? Ati wapi? Mungu. Wanasema Mungu amepigwa. Hebu nisomee hiyo. 32 Mwanzo 24. Hai. Biblia ni kitabu, wewe ukianza kufuatafuata mambo yake utastuka sana. So mimi sionangi, hata sisikiangi. Najua Wakristo wengi ni innocent, wamefunzwa kutukana manabii. Hakuna nabii aliyewachwa katika Biblia, wote wametukanwa mmoja baada ya nyingine. Ukiniambia na kutolea wote wametukanwa. Daudi wamesema ameua Uria, akachukua mke wake, uongo mtupu. Suleimani wanasema amezini, urongo mtupu. Yani manabii wote mmewachafulia majina. Subhanallah, sijui nani huyu alikuja na hii ideology ya kuwatukana manabii katika Ukristo, na ikawa ndio umeshika hivyo. 32:24 kwa Mwanzo. Yakobo akakaa peke yake. Sikiza hiyo habari kabisa. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mieleka. Na mtu mmoja akakuja akashindana naye mieleka. Huyu mtu hatujaambiwa ni nani. Sikiza habari. Hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimguza panapo uvugu wa paja lake. Akamguza panapo uvuvu la paja lake. Malizia. Ukateuka uvugu wa paja la Yakobo. Asante. Alipokuwa akishindana na huyu mtu. Sikiza habari. Akasema, niache niende. Sasa ule mtu anamuomba Yakobo, bana niache mimi niende kwa sababu kuna pambazuka. Manake mchana unaingia. Maana kuna pambazuka. Manake ule mtu hataki mchana impate pale. Sikiza habari. Akasema, sikuachi. Akamwambia, wewe sikuache. Usiponibariki. Akamuuliza, jina lako nani? Akamuuliza, jina lako unaitwa nani? Maanake hata hajui kama huyu ni Yakobo. Akasema, Yakobo. Akamwambia, mimi naitwa Yakobo. Sikiza habari. Jina lako? Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo. Akamueleza jina lako sasa hutaitwa tena Yakobo, utaitwa nani? Ila Israeli. Ila utaitwa Israeli. Kwa nini? Maana umeshindana na Mungu wa watu. Pole tu. Soma pole. Sio umeshindana na Mungu wa watu, hapana. Rudia pole uone. Maana umeshindana na Mungu. Sikiza, maana umeshindana na Mungu. Kumbe yule aliyekuwa akishindana na Yakobo ni Mungu. Anamwambia, maana umeshindana na Mungu. Nasikia Yakobo kama alishinda Mungu. Na watu. Nawe umeshinda. Naye Yakobo amefanyaje? Ameshinda. Sasa hapa inasemekana Yakobo amemshinda Mungu. Inaweza ingia akilini kweli. Sasa wewe hii usione wamemtukana hata Mungu mwenyewe. Bwana, mimi nataka mahali Mungu alichapwa. Sasa si hapa, si unasikia ameshikwa? Mungu hajachapwa. Andiko linasema umeshindana na Mungu na watu, lakini umefanyaje? Umeshinda. Yakobo ameshinda nani na nani? Ameshinda Mungu wa watu. Sio Mungu wa watu, ameshinda Mungu na ameshinda watu. Kwani aliyembariki Yakobo nani? Mungu. Na aliyekuwa ameshikwa anasema niachilie, kumepambazuka nani? Si ni huyo aliyembariki? Hapo sasa kidogo inanichanga. Sasa unachangwaje? Hii ni Kiswahili tena, iko wazi kabisa. Nimesikia vizuri lakini. Hebu nikurudie mara ya mwisho. Hapana, ni Kiswahili. Nimesikiza vizuri tena. Ndio nikakwambia hawa wanasema Yakobo amempiga Mungu, ambao ni kitu ambao hakuna. Ndio nikakwambia Biblia kwa kutukana mambo ya Mungu sio jambo geni. Yaani ukiingia katika Biblia utafute matusi kumtusi Mungu, imejaa hivi. Waamuzi 1:19. Ziko nyingi. Najua sasa nampeleka pole, tujaribu kumpa maziwa, tusimpe chakula ngumu asinyongeke. Waamuzi. Wewe ni malaika tu alikuwa ametuma. Sio malaika, haijasema ni malaika. Ni mtu. La kama ni mtu angesema umeshindana na mtu. Imesema umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Wewe umeshinda kufanya nini? Sasa ameshinda vita. Kwani walikuwa wanapigana mieleka, maana yake unanishika, unanisukuma, unaniweka chini. Wewe unajua hizi vitu hatujaandika, ndio nakwambia hapa ukiingia kuna machafu mengi mno. Vingine hata huwezi soma mbele ya watoto. Yaani kitabu ambao saa zingine huwezi soma mbele ya watoto, unaficha. Moja ngapi? 1:19. Waamuzi. Angalia nayo hii. Bwana alikuwa pamoja na Yuda. Naye akawafukuza watu waliokaa katika nchi ya milimani. Naam.
asiweze kuwafukuza hao waliokaa katika hilo bonde, kwa kuwa wao walikuwa na magari ya chuma. Asante. Kisha akampa huyu Kalebu Hebron kama alivyonena Musa. Tulia. So hapa inasemekana Mungu alijaribu kufukuza watu, lakini alishindwa kufukuza hao watu kwa sababu alikuwa na magari ya nini? Ya chuma. So Mungu alishindwa kuwafukuza kwa sababu wako na nini? Rudia 1:19 asikie. Kiswahili nzuri tu. Bwana. Bwana in capital letter ni Mungu, ndio hii. Bwana. Bwana alikuwa pamoja na Yuda. Bwana alikuwa pamoja na Yuda. Naye akawafukuza watu waliokaa katika nchi ya milimani. Sikiza, aliweza kuwafukuza watu waliokuwa wanakaa katika nchi ya milimani. Asiweze. Sikiza, huyu Bwana ambaye ni Mungu asiweze kufanyaje? Kuwafukuza hao waliokaa katika hilo bonde. Akashindwa kuwafukuza wale waliokuwa wanakaa katika hiyo bonde. Kwa nini? Kwa kuwa wao walikuwa na magari ya chuma. Kwa sababu wale kumbe alipoenda alipata wana magari ya nini? Ya chuma. Ndio akashindwa kufanyaje? Kuwafukuza. Yani Mungu ashindwe? Hapana. Mungu hakuna jambo linamshinda. Sasa hapa Biblia imesemaje? Unajua mimi sijaandika, nimequote. Wacha hiyo. Yeremia 4:10. Tukikutolea zingine hata utatoroka. Hii kitabu nakwambia, wacha kutukana manabii, kuwakosea manabii heshima. Imemkosea Mungu heshima kabisa. Sikiza tena inasema Mungu amefanyaje? Angalia Yeremia inasema. Nami nikasema. Yeremia anasema, nami Yeremia nikasema. Bwana Mungu. Bwana Mungu. Bwana Mungu. Hakika umewadanganya sana watu hawa na Yerusalemu, ukisema mtakuwa na amani, lakini upanga umeingia katika nafsi za watu. Huyu naye anasema Mungu amefanyaje? Amedanganya watu. Mungu kwa sababu aliwadanganya kuwa watakuwa na amani, lakini upanga umekuwa juu yao. Wewe unakubaliana Mungu anadanganya? Hapana. Ndio nikakwambia hii kitabu ukikifuata itakuja utachizika haraka. Qur'ani 25:1. Sikiza vitu sasa pole. Sasa maneno ya Qur'ani yanakuja namna hivi, sio kama ya Biblia, hapana. Tena maneno ya Qur'ani yanawatakaza manabii. Kila mahali unaambiwa mtaje Nabii Ibrahimu kitabuni humu. Hakika alikuwa ni katika waja wema. Lakini ukija kwa Biblia unaambiwa Nabii Ibrahimu kazini na mjakazi. Yaani kazi yao kuwachafulia manabii jina lao. Subhanallah. Ukienda pengine mtaje Nabii Daudi katika kitabu hiki. Yaani angalia ndani ya Qur'an ni sifa za hao manabii. Kwani Abraham hakuzini na huyo mjakazi wake? Ibrahimu kazini? Yeah. Rafiki ya Mungu. Aliruhusiwa na Sara. Subhanallah. Hiyo ndio mafunzo mimi najua mnafunzwa, lakini ni ya kuwatukana manabii. Nabii wa Mungu afanyi zinaa. Wale manabii ni watu ambao mashallah Mungu amewaweka katika daraja nyingine. Ni mfano mzuri wa kuigwa manabii. Sasa kama nabii atafanya zinaa, wafuasi wake si watafanya zinaa vizuri sana? Manabii hawafanyi zinaa. Nabara vizuri, ule alikuwa ni mke wake wa halali. Tena alikuwa ni binti wa kifalme, alikuwa na bibi watatu, Nabii Ibrahimu sio wawili. Takutolea saa hii usiwe na wasiwasi. Waacha kwanza nimalizane na 25:1 Qur'an teremka kwanza. Hao wawili hawajatajwa kwa Bible. Nitakuonyesha wametajwa wote kwa Biblia. Nitakuonyesha usiwe na wasiwasi saa hii tu. Wewe ndio usomi Biblia bana. Ni mwenye kuleta baraka kweli kweli, yule aliyeteremsha Qur'ani kwa mja wake ili awe mwonyaji. Kwanza moja ili awe mwonyaji kwa walimwengu wote. Na ni mwenye kuleta Mwenyezi Mungu ambaye ni wake peke yake ufalme mbinguni na ardhini, wala hakuzaa mtoto wala hana mshirika katika ufalme wake. Unasikia Qur'ani inaanza kumsifu Mwenyezi Mungu, yani yeye ndio muweza wa kila jambo. Malizia. Na ameumba kila kitu, yani Mwenyezi Mungu ndio muumba wa kila kitu. Akakikadiria kipimo chake. Akakikadiria kipimo chake. Kama wewe tayari usakadiriwa miaka ngapi utaishi duniani, riziki ngapi utakula, mali ngapi ambayo utakusanya ambayo ni yako. Na ndio unaona mtu anakufa anaacha bilioni 3 kwa banki kwa sababu ile mali haikuwa yake. Na kile kitu chako ni kile umekula
na kikasiagika, hiyo ndio yako, kwa sababu unaweza kula na ukatapika ikaondoka. Na ile kitu yako ni ile nguo umevaa ikararuka. Kama hii bado si yako, manake sasa hii ukianguka hii mtu atavaa. Hii bado mpya hii. Mwingine atachangamkia atavaa. Hii kacheni umevaa aka bado si kako, mwingine atachangamkia ukiondoka. So yako ni ile umevaa ikararuka, hiyo ndio yako. Na chakula yako ni ile umekula na ukaenda haja, hiyo ndio yako. Hii nyingine unaweka ati kwa fridge, wengine wanaweza changamkia. Bibi yako unayempenda sana ukiondoka usidhani ati atabaki hivyo, hapana. Atachukuliwa na mwingine na muite darling na waende Mombasa na kusahau. Allah, hii ndio maisha. Watoto wako wakiwa wadogo saa hii wataita hata mtu mwingine dadi na waendelee. So hii dunia tunaishi kwa temporary, wakati wote unaweza ondoka. Usishike dunia kama ndio kitu ya mwisho yako. Akhera ndio unaambiwa kuna mavuno mazuri. Unaelewa? Ama wewe unaona ati kwa sababu unamuita sweetheart ati kwa sababu ndio hivyo, wapi? Ukiondoka atalia siku 2 siku 3. Alafu atakusahau tena, anaweza pata mtu mwingine akawa anampitisha wewe sehemu ambayo haukumpitisha. Akakusahau kabisa. Na wewe yeye akifariki na wewe ndio hivyo hivyo. Hautakaa hivyo milele, utakaa alafu hata labda hautamaliza miezi kadhaa alafu nalete mwingine. Na ndio maisha ilivyo namna hivyo. Anaondoka mama kipenzi unayempenda, mamako aliyekuzaa, na unalia siku 2 siku 3 alafu unasahau. Anaondoka, labda umkumbuke katika dua kama alikuacha yeye ni mtoto mwema. Hii dunia ndio hivyo, anaondoka baba, anaondoka mtoto uliyemzaa wewe, anaondoka mtoto. Unamkumbuka katika mwezi mmoja hivi alafu unasahau huyo mtoto. Hiyo ni nini? Na kuondoka ile huzuni nyingi. Hii dunia ndio hivyo ilivyo. Ama wewe hajai kufa mtu ambaye ni wa karibu wako? Hapana. Wewe basi ndio hivyo. Malizia Qur'an. Ukikufa ndio utajua. Na badala ya Mwenyezi Mungu wa haki, wale makafiri wameshika miungu ambao huambii chochote ila wao ndio walioumbwa. Yaani wale miungu hawaumbi chochote bali wao ndio walioumbwa, kwa sababu ile miungu inatokana na viumbe alivyoviumba Mwenyezi Mungu, au si katika viumbe, wanatokana katika viumbe, kwa sababu watu wanachukua mawe wanaichonga inakuwa kama ni miungu. Unapata vizuri malizia Qur'an. Wala hawajimiliki kujiondoshea madhara wala kujivutia nafuu. Sikiza, hawawezi kujiondolea madhara wala kujifutia nafuu wale miungu. Kwa mfano, kuna watu wanasema Yesu Mungu, na wanasema Yesu alipelekwa msalabani akasema Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Sasa wewe utamhitaje Mungu wakati yeye anaomba msaada kwa Mungu? Ndio naambiwa mnaoita miungu hawawezi kujisaidia kwa chochote. Yesu akaenda katika mlima wa Mizeituni, akalia usiku kucha akimuomba Mungu, niondolee kikombe hiki. Sasa Mungu gani atamuomba Mungu mwingine amuondolee madhara? Allah peke yake ndio hahitaji msaada kwa yoyote. Lau wanadamu atasema hawatamwabudu Allah, Allah hapungukiwi na chochote, anabaki vile vile ni Mwenyezi Mungu. Malizia Qur'ani. Inaendelea kusema wala hawamiliki mauti kufisha, yani wala uhai wala kukufa. Sikiza, hawamiliki, yani hawawezi kukuambia utakufa ama ukufi. Anayejua ni Mwenyezi Mungu peke yake. Wala hawezi fufua isipokuwa Mwenyezi Mungu, kwa hivi ni ya Mwenyezi Mungu. So Qur'ani imekuja inamsafisha Mwenyezi Mungu, kisha inawasafisha manabii. Sikiza inasemaje kuhusiana na manabii. 19 anza 52. Kiingia kwa manabii, Qur'ani inawasafisha manabii vizuri sana tena. Sio kama nyinyi mnawatukana manabii. Tena manabii ambao Mwenyezi Mungu amewapa Isa. 19:52. Na tulimsemeza upande wa kuume kulia wa milima huo mtakatifu. Na tukamsogezea, tukazungumza nasi kwa siri. Nasi kwa rehema zetu tukampa Musa nduguye Haruni awe mtume kama yeye. Na mtaje katika kitabu hiki
Ismaili. Namtaja katika kitabu hiki nabii Ismaili. Bila shaka yeye alikuwa mkweli wa ahadi. Sikiza, yani manabii katika Qur'ani wanawekwa katika position yao. Naambiwa mtaje Ismaili alayhi salamu. Kwa hakika yeye alikuwa ni mkweli na ni mtu mwenye kuweka ahadi. Malizia. Na alikuwa mtume na nabii. Na alikuwa ni mtume na nabii. Telemka. Na alikuwa akiwaamrisha watu wake sala na zaka. Telemka. Na alikuwa ameridhiwa mbele ya Mola wake. Telemka. Na mtaje Idrisi katika kitabu hiki. Bila shaka yeye alikuwa mkweli sana na nabii. Sikiza, manabii wanapotajwa wanaambiwa walikuwa ni wakweli. Tena manabii. Yaani manabii wanasafishwa ndani ya Qur'an. Ila pande mwingine ukiingia matusi yanajaa. Lakini unajua ni aje, mimi hizo vitu zote mnasema sikatai, lakini sheria mingi ziko kwa Kiislamu siwezani nazo. Sheria ambazo ziko katika Qur'ani ni sheria za Mungu. So wewe in short unaambia Mungu uwezani na sheria za Mungu. Lakini sheria saa hii goja. Saa hii wakati Kenya walisema wakati wa corona watu wakae kwa nyumba na wasitoke, wewe ulitii hiyo sheria. Na labda hata hukuwa na chakula lakini ulikaa kwa nyumba au kutoka. Lakini akisema Mungu wewe unaona ni ngumu, wakati Mungu anakufanyeni uhafifu. Tena Mungu anasemaje kuhusu swala ya sheria zake? Ni sheria yani sheria mwanadamu anaziweza, hakutuwekea uzito. Mungu hajatuwekea uzito. Lakini kama wewe uwezi. Sasa kulingana na vile sasa mimi nilikuja nikapata tu watu wanaishi sasa. Juu sasa kwetu hakuna Waislamu wengi sana. Sasa hivyo ndivyo mimi nikakuja nikazoea. Sasa mimi nimekuja kukutana na Waislamu huko vile nimetoka nyumbani sasa nikakuja. Hakuna shida. So kama ungepata watu wa kwenu ni wachawi, wewe ungebaki tu mchawi. Maana yake hata ukisoma ndio hivyo. Hapana. So ungejua uchawi sio mzuri. So hata ukipata watu wako katika sehemu ambao ni kwa giza, unatoka huko 14:1 Qur'ani. Mimi nimemwambia Ibrahim. Hizi vitu sikatai. Lakini sasa unajua ni aje? Sasa enyewe vitu zingine hata nikijaribu mimi siwezani wallahi. Hakuna kitu ambao uwezi, nitoke kwa roho yako. According to you ni kwa sababu hujatoka bado kwa roho yako. Tunakuombea Mwenyezi Mungu akupe muongozo, kwa sababu Mungu ndo anamuongoza mja wake. Wewe sio wa kwanza kusema ni ngumu. Kuna wengi walisema, lakini leo ni Waislamu wazuri mno, kwa sababu sheria ya Uislamu ni nyepesi kuliko sheria zingine. Sikiza 14:1 Qur'an. 14:1 Qur'an. Ndio uone Qur'ani. 14:1 inasema Alif Lam Ra. Hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwako ili uwatoe watu katika giza wapeleke katika nuru. Tena Qur'an idhini ya Mola wao. Tena Qur'an imekuja kuwatoa watu katika giza na kuwaleta katika nuru. Pili, Qur'an imekuja kuondoa sheria ngumu, imekuja kuleta sheria nyepesi. Qur'ani 7:157. Yaani hakuna sheria ngumu katika Uislamu. Alhamdulillah. Mama ambaye imeisha. Hakuna shida. Itaisha, lakini usijali. Wacha nikusomee hiyo ya mwisho. 150. Kazi yetu ni kukufikishia, wala hatukulazimishi. Qur'ani 7:157. Angalia hapo. Unaona vile sasa Qur'ani ilikuja kurahisisha. Sasa Bible ilikuja kurahisisha kabisa. Bible imeletwa na nani? Unajua katika Biblia mimi nakuelewa kwa sababu nilikuwa Mkristo. Unajua katika Biblia hakuna tatizo, unaweza enda hata kama ni msichana hapo kwanza ukafanya mambo yako. Hakuna sheria inakuuliza. Katika Wakristo mtu anaweza vaa vyenye anavaa, anasema vaa utakavyovaa, Mungu haangalii mavazi, anaangalia roho. Somebody say hallelujah. Unaona ndio hiyo. Najua nyinyi mnabebwa tu hii twende. Hakuna sheria unafuata. Unaona, sio ndio unasema mmerahisishiwa kwa sababu wewe unaona hakuna sheria ambayo inawahukumu. Wewe ni ufanye chochote unachotaka. Kama ni kukula, wewe unakula kuanzia Januari mpaka Disemba. Kama ni kula nguruwe, mtu anakula nguruwe. Ukimwambia anasema zile nguruwe zilipatiwa roho mchafu ziliingia katika nini? Haya, enda kwanza basi uchukue. Malizane naye. Ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi asiyejua kusoma wala kuandika. Na juu ya hivi atafundisha mafundisho haya ya ajabu ya Uislamu ambayo wanamuona yameandikwa kwao katika Taurati na Injili, ambaye anawaamrisha mema na anawakataza yaliyo mabaya. Asante. Na kuwahalalishia vizuri na kuwaharamishia vibaya. Asante. Na kuwaondolea mizigo yao. Sikiza, na kuwaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao. Yani sheria ngumu za zamani za mila za kafiri. Bas, Qur'ani imekuja kuondoa hizo sheria ngumu. Sasa wewe nimeona umepata mtoto, pumzika pale dakika 2. Pumzika tu. Mimi wananiita Salim, nikumbushe jina. Takukumbusha ni Iskanda.
Iskanda. Mkristo Muislamu? Mkristo. Awekelea swali tulisikie. Swali ni kama mbili hivi. Asante, haina tatizo. Ni nzuri sana hizo mbili. Ya kwanza leta. Swali la kwanza, tunaamrishwa tumule mnyama kulingana na Uislamu yule amechinjwa. Na kuna wakati moja nimekuwa hapa juzi tukizivunja mambo ya kuweka mbwa. Nishaweka mbwa na tukafundishwa ya kwamba kazi ya mbwa ni mbili. Aidha iweke protection ama ulinzi, la sivyo kuinda. Sasa nimeenda kuinda mnyama na huyo mbwa wangu akatangulia kumtoa uhai, na nilikuwa na haja ya kumula huyo mnyama. Sasa kiuislamu nitamula huyo mnyama ama ni haramu? Sasa kuna sheria ya kuinda na mnyama. Sheria ya kuinda na mnyama kama mbwa, wakati unapochinja unasema bismillah. Unaona? Unasema bismillah. So wakati unalilizi ule mbwa kukimbia kushika mnyama, lazima useme bismillah. Yani umkusudie kwa ule mbwa ile bismillah. Na nipata vizuri Ni sawasawa na mshare. Ukiwinda na mshare kuna sheria yake. Unapopiga ule mshare lazima ukusudie na uweke bismillah. Maana yake akigonga, ikianguka, ukiwai, kama amekufa ama hajakufa ni halali, kwa sababu ulitanguliza bismillah. Kwa sababu tunaambiwa mnyama asikuliwe mpaka ulitaje jina la Mwenyezi Mungu. Sasa usataje jina la Mwenyezi Mungu. Mpata vizuri Kuna sheria zake. Hata kuinda na mnyama kuna sheria zake. Sio unachukua tu mnyama hivi hivi. Kama ameshikwa na mbwa ingine ambao haijasemea bismillah, ufai kumla ule mnyama. Lakini ile mbwa uliyowinda nayo kama umetanguliza bismillah, unaenda unamkula ule mnyama. Na kwani kuwinda akishika pale uko hapa, mnawinda ukiwa pale. Ndio hiyo. Anakubalika kisheria. Nashukuru, jawabu mzuri, nimeridhisha roho. Swali la pili linahusiana na huyu mtume anaitwa Isa ibn Maryam kulingana na nyinyi, na sisi tunamtambua kama Yesu mwana wa Mungu. Sasa swali ni kulingana na Uislamu, mafunzo yenye naendelea hapa, mara mingi nimesikia ikisemekana ya kwamba yeye hawakumsulubisha, walibadilishiwa mwingine. Sasa ningeomba kujua yule aliyebadilishiwa akawekwa badala ya Yesu, kulingana na Uislamu ametajwa? Kwanza kulingana na Uislamu hajatajwa. Hatujatajiwa kwa sababu haikuwa na maana kwetu, yani haikuwa na faida kwetu. Maana topic ilikuwa Nabii Isa ibn Maryam kama alisulubiwa, na Mungu ametuambia wama kataruhu wama sarabuhu, yani ile imeondolewa, ule hakusulubiwa huyu Nabii Isa ibn Maryam. So aliyesulubiwa ni mtu mwingine ambaye hana faida kwetu, na Allah anajua sababu gani aliyemweka pale, na Allah haulizwi anachokifanya, kwa sababu yote anayofanya Mwenyezi Mungu ni ya haki. So Mungu alivyofanya yeye ndiye anajua ni haki. Sisi lengo letu ilikuwa tujue, kwa sababu wale waliokuja kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuja na madai ya kuwa walimuua Nabii Isa ibn Maryam, mtume wa Mungu. Hiyo ndio ilikuwa madai yao. Sasa Mungu akamsafishia, akamueleza hawa hawakumuua Nabii Isa ibn Maryam, wala hawakumsurubu huyu Nabii Isa ibn Maryam. Walibabashiwa mtu mwingine ambaye hakutajwa. Maana hakuwa katika hoja yoyote ile. Aliyekuwa na hoja Nabii Isa ibn Maryam, hajatajwa jina yake nani. Nashukuru kwamba wala kifo yake haitusaidii sie. Allah ndiye anajua mbona akamweka, na Allah ndiye anajua ni sababu gani. Maana Mwenyezi Mungu anafanya anavyotaka. Hauwezi kaa hapa ukasimama kaambia Mungu, "Mbona Mungu umeniumba mimi nikawa Mkenya bana? Si ungeniumba niwe?" Hapana, Mungu haulizwi. Anafanya anavyotaka, na alivyotaka alikuweka mpaka kwa familia anayotaka. Wewe haukujiweka pale. So Mungu ana mpangilio wake, na akakukadiria maisha. Utaishi miaka ngapi? Kuna mtu anaishi miaka 90, kuna mtu anaishi miaka 100, kuna mtu anaishi miaka 20 anakufa, mwingine anaishi miaka 15 anakufa, mwingine hata azaliwi anakufa hali ya kuwa kwa tumbo. Ama hujaiona watoto wakifa kwa tumbo? Ukifika tu daktari anasema mtoto sijui ati amejisaidia kwa tumbo, sijui amenyongeka kwa tumbo, sijui nini, lakini wacha tuokoe mama, mtoto ndio hivyo ameenda, kwa sababu hakuwa amejaliwa azaliwe akuje duniani, yani akuje duniani apumue hii hewa aendelee. Hapana. Na mwingine anazaliwa mwaka moja anaondoka, mwaka mbili anaondoka, kwa sababu kila kitu Mungu amekikadiria. Lakini shaka tulikuwa tunatolewa ya kuhusu Nabii Isa ibn Maryam, kwa sababu watu wengi wanakufuru kusema Nabii Isa alikufa kwa ajili ya dhambi yao, ambao ni jambo hatari mno. Sasa Mungu akaondoa ile shaka. Qur'ani 4:156 anza.
Na kwa sababu ya kufuru zao leo inaonekana imekushika kidogo. Na kwa sababu ya kufuru zao na kumsingizia kwa Mariamu uongo. Kwanza walianza kumsingizia Mariamu uongo. Wanasemaje? Uongo mkubwa kwa kamzaa Nabii Isa kwa zina. Kuwa kamzaa Nabii Isa kwa zina ndio walianza hizo. Kabla hawajakufa kuwa wamemuua. Walisema huyu nabii, walisema huyu Maryam binti Imran kuwa amezaa mtoto kwa njia ya zina. Sasa ndio waje kwa ule mtoto wake ambao ni Nabii Isa ibn Maryam, wakasemaje? Na kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemua Nabii Isa mwana wa Mariamu, mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Sasa Mungu anaondoa hii, hawakumuua huyu Nabii Isa wala hawakumsulubu huyu Nabii Isa. Malizia. Bali walibabaishiwa mtu mwingine wakadhani Nabii Isa. Walibabaishiwa mtu mwingine wakadhani ni Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliohitalafiana katika haki hiyo kumuua Nabii Isa wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kwa kweli wamemuua Nabii Isa, isipokuwa wanafuata dhanna tu. Na Mungu anasema ni kitu wanafuata ni dhanna, kwa sababu Mungu ndiye anajua. Kuna mwingine hata anauliza, atakuja kuuliza katika hiyo aya, anakuuliza Mungu hadhurumu, mbona Mungu aliweka mtu mwingine? Kwa sababu Mungu anajua. Alikuja na Nabii Musa alayhi salam. Mungu anajua mambo ambayo hatujui. Alikuja Nabii Musa alayhi salam. Akatokea anaitwa Khidri. Wakasafiri na Nabii Musa. Alifanya mambo ya ajabu. Ilipita, walikuwa na boti, tena ile boti ni ya maskini. Akatoboa mashimo katika ile boti. Alipotoboa huyo Nabii Musa anashika hasira, anamuuliza, wewe hawa maskini tena unaharibu boti yao? Kumbe hakuwa anajua kuna mfalme anapita katika hizo nyanja, kiongozi, na akipata boti nzuri anabeba na anamaliza wale watu wako na ile boti, anawaua. Sasa alipopita akaona boti hii mbovu hii, hawezi gusa. Yaani kuna mambo yaliyofanyika pale mengi mno, ambaye wewe mwanadamu ukiangalia kwa macho yako unaona hii ni jambo hatari, lakini Mungu anajua, anasiri, anajua mambo ya ghaibu. So Mungu anajua kila kitu, namna anavyopangilia Mungu anajua. Mungu alipanga mpango, Firauni akalea. Firauni ndiye amemlea Nabii Musa alayhi salam, wala hakuna siri. Nabii Musa alayhi salam wakati wake watoto walikuwa wanaangamizwa, lakini mamake kachukua kikapu kaweka hivi, kaweka mahali ambao binti alikuwa anaenda kuogelea, huyu binti wa mfalme. Alipoona akamchukua ule Nabii Musa alayhi salam, akaenda naye kwa mfalme, akawa anamlea kule ule mfalme. Alafu huyu Nabii Musa ndiye anakuja kumtoa katika mamlakani ule mfalme na kumwambia achilia hao watoto, kwa sababu Mungu anajua kila kitu. Wewe unalelewa pale, Mungu ana mpango zake. So Mungu ndo anajua. Nashukuru kwa maelezo ya kwako. Na kipindi kilichopita kidogo hapa tukiwa kumzungumzia huyu Nabii Isa ibn Maryam. Umemtaja Rasulullah. Umemtaja kwamba akiwa msalabani alilia, Mungu wangu. Nimezungumza kuhusiana na historia ya Wakristo. Sio kulingana na Waislamu. Kulingana na Waislamu hiyo mambo ya uongo. Sasa ule alikuwa hapa, nilikuwa namuonyesha katika Biblia mambo ambayo yanawekwa, ambayo ni complicated sana. Wanasema huyu Yesu ndio Mungu, alafu anakuambia alikuwa msalabani analilia Mungu mwingine amuokoe. Ndio nikamuuliza, afarata akiruni, ufikiri uone hii ni mchanganyo? Yeye ndio Mungu, ameenda mlima wa Mizeituni akakesa usiku kucha katika kumlilia Mungu, akimwambia niondolee kikombe hiki, wakati yeye ndio Mungu. Nikamwambia hii ni ya uongo, hii usiye Mungu, binadamu huyu. Hata kulingana na kitabu chako namna walivyoandika, hii binadamu sio Mungu. Sasa nilikuwa nampatia ili awe na ibra, si ati kwanza naamini haya maneno, hapana. Yako katika Biblia, yako katika Qur'ani. Sasa kulingana na Waislamu, hii msururu yote Yesu kushikwa, kawekwa msalabani, kahukumiwa na Pilato, haimbo. Hiyo hamna, hiyo ni kadabla. Mwenyezi Mungu alimuokoa. Shote ni kile Mwenyezi Mungu alimpa nusra na akamaliza hizo fitina zote. Na ndio unaona ni shaka wanaweka. Manake kwingine wanakuambia Yesu alipotea akaenda akajificha ili wasimuone. Sasa Yesu atajifichaje wakati amekuja afe kwa ajili ya dhambi yako?
12:36. Ngoja kwanza ndio uone complicated kabisa. Mtu atajifichaje wakati amekuja akufe kwa ajili yako? Mtu ataombaje aondolewe kifo wakati amekuja afe kwa ajili ya kifo? Kwani akitumwa hakuwa anaelewa? Yaani wewe utumwe enda kwa ajili ya kufanyia kazi huyu mtu, alafu uende uanze kusema niombe nisifanye kazi kwa huyu. Sasa yeye ametumwa aje afe kwa ajili ya dhambi yako, alafu anaomba Mungu aondolewe kifo. Alafu aende apotee ajifiche. 12:36. 12:36 wa Yohana kwa kuandika. Maadamu mna nuru, yaminini nuru hiyo. Asante. Ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyosema Yesu. Akaenda zake akajificha wasimuone. Ala, kumbe Yesu anaenda exile kujificha wasifanyaje? Wasimuone. Nani hao walikuwa wanamtafuta? 7-1. Anajificha akina nani? Sikiza vizuri. Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Kwa nini? Maana hakutaka kutembea katika Uyahudi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Allah, kumbe Yesu amehama mpaka mji, anaenda mji mwingine kwa sababu Wayahudi wanataka kufanyaje? Wanataka kumuua. Kwa nini aende mji mwingine wakati anajua amekuja kwa ajili ya kufa? Sababu muda wa kufa haijatimia bado. Kama muda haijatimia, hata ukikaa kwa ile mji huwezi kufa. Kwani yeye hakuwa anajua hivyo? Muda kama yako haijafika ya kukufa, hata ukikaa ile mji huwezi kufa. Kwani yeye hakujua hiyo? Alikuwa anajua. Sasa mbona ahepe? Na anajua hata akishikwa muda wake haijafika hawezi uawa. Bwana anaogopa kifo. Nyinyi mwataka mtoto wenyewe afe bure bana. Yeye kaenda kajificha. Tena kalia kwa mlimani anaambia Mungu niondolee kikombe hiki cha mauti. Sasa wewe utamuombaje Mungu akuondolee kifo wakati unakuja kufa kwa ajili ya watu? Allah, hii mambo mengine hata nyinyi mnafikiria tu. Kwa leo nitaomba kukoma hapo. Niingie tena katika pitapita zingine. Asante sana. Mengine kama itakuwa. So karibu sana. Karibu sana yumo. Mimi wananiita Salim, Anthony. Asante sana. Anthony, Muislamu Kristo? Mkristo. Wekelea swali tulisikia, alafu na kakangu hapa ndio naye awekelee maswali mawili. Katika pilika zangu za kusoma Biblia na Qur'an. Pilika zako za kusoma Biblia na Qur'an. Nimeona kwa Biblia Muhammad hajatajwa. Umeona kwa Biblia Muhammad hajatajwa? Na hakuna mahali ametajwa, lakini kiangalia kina Musa, Danieli, Elijah wametajwa. Kwa nini Muhammad kama ni nabii hajatajwa kwa Biblia? Kwanza hiyo Biblia kitabu cha nani? Cha Mungu. Wapi kumeandikwa Biblia kitabu cha Mungu kwanza? Na kilipewa nabii gani? Ndio tujue kama huyo nabii alimtaja au kumtaja, kwa sababu sisi tunaambiwa aliyemtaja nabii Isa ni nabii fulani. 61:6 Qur'an, wa idhkara Isa ibn Maryam ya banu Israil inni rasulullahi ilaikum. Sikiza habari tena, teremke pole ndio apate vitu. 61:6. Alafu tunaambiwa zile vitabu ambavyo nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa, vitabu vilivyopatiwa manabii, sio kitabu ambacho watu walikalia chini wakarekebisha. Hapana, sikiza habari pole. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na wakumbusha aliposema Isa bin Maryam kuwaambia Mayahudi, enyi wana Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nisadikishaye aliyokuwa kabla yangu katika Taurati na kutoa habari njema ya mtume atakayejia nyuma yangu, ambaye jina lake litakuwa Ahmad, yani Muhammad. So aliyemtaja ni Yesu. Tunaambiwa amemtaja katika kitabu gani? Qur'ani sura Rad 13:43. Amemtaja katika kitabu hicho, utapata hapo, lakini sio katika Biblia. Biblia maana yake mkusanyiko wa vitabu, inatokana na neno Biblos, ambayo imefanywa na watu hapa wamekaa chini wakarekebisha namna walivyotaka. Baada ya kuchoma vitabu vya Mungu, walichoma vyote na wakararua zingine. Ukitaka nakupa ushahidi. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na wanasema waliokufuru, wewe si mtume. Asante. Sema, Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu. Asante. Kuwa mimi ni mtume na pia yule mwenye elimu ya kitabu. Kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi, iliyopatiwa Nabii Musa alayhi salam, na Injili iliyo sahihi, ameziona habari za Nabii Muhammadi humo. Hapo hakuna Biblia mahali imetajwa, hapana. Taurati na Injili ambao ziko sahihi, sio Injili iliyoandikwa na Mathayo. Mathayo mwenyewe hajulikani.
ni injili ya Nabii Isa ibn Maryam. Katajwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam humo. Wewe kwa Biblia wangekutajia na wanataka ukufuru. Je, ungekuwa umekufuru? Sasa wangekutajia wewe ungekuwa Mkristo, biashara yao ingekoma. Sasa lazima wangeficha. Tena wanasemaje kuhusiana na waandishi wa Biblia? Piga dibaji. Tena waliondoa hata majina mengine. Alafu nikupe nafasi. Hata kungute dibaji kwanza. Nakupa nafasi. Dibaji ya Biblia kwa waandishi wa Biblia wanasema hivi. Wanasema kitu gani? Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Asante. Matumizi mbalimbali yametokea katika janibu mbalimbali za nchi hii. Asante. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Yehova, Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Kama jina la Mungu alifikiria, watawekaje jina la Muhammad? Wanasema jina la Mungu wenyewe tulifikiria, tutaweka Yehova ama Bwana Mungu malisia? Litakapopigwa chapa katika kitabu cha Agano la Kale, teremka, kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Pia maendelezo ya majina yote ya watu. Maendelezo ya majina yote ya watu. Sasa hapa ndio nataka upate point. Wanasema maendelezo ya majina yote ya watu. Yaani kama Muhammad, kama Musa, Ibrahimu, majina yote ya maendeleo ya watu walifanyaje? Na mahali. Na ya mahali. Ilikuwa lazima yafikiriwe tena. Na mengine kutengenezwa. Allah, kumbe walitengeneza ndio hakuangeka ya Muhammad. Si ndio hao ndio wanakueleza? Wanasema majina tulitengeneza sisi wenyewe na mengine tukabadilisha. Malizia mwisho. Inaendelea kusema kwa sababu yako majina zaidi ya 3500. Yako majina zaidi ya 3500. Asante. Tena jina la kitabu chenyewe lilifikiriwa katika. Sikiza, hata jina ya kitabu wanasema walifikiria. So sio revelation wanaletewa, walikuwa wanakaa wanasema hii jina tukiweka Muhammad biashara yetu haitaenda vizuri. Hii chomoa. Ni gani nyingine tunaona italete shida ni hii, chomoa. Aya, weka hii, bandika hii, ndio wakafanya hivyo. Walifanya ukarabati na mambo ya Mungu hakuna ukarabati. Hivyo jina Muhammad haiko kwa Biblia. Haiko, wamefanya ukarabati. Haiko. Namba 2. Kwa mfano ukarabati, na ndio nataka nikupe mfano. Ukarabati waliofanya ya majina Nyakati wa Kwanza 1:16. Uniambie kama kuna Mkristo duniani usaisikia kitu ya jina aina hiyo. Na nikuonyeshe ukarabati ulikuwa unafanywa namna gani. 1:16 Nyakati, alafu ndio aingie kwa hiyo swali. Nikuonyeshe for example ukarabati wa majina ilivyofanyika. Nyakati wa Kwanza 1:16. 1:16 Nyakati wa Kwanza. Inasema na Muarvadi. Sikiza, na Muarvadi, na Msemari, na Muhammadi. Na Muhammadi. Badala waandike na Muhammadi, wanaandika na Muhammadi. Wewe usaisikia Mkristo anaitwa Muhammad? Sijawahi. Lakini jina iko wapi? Majina ya zamani. Majina ya zamani si yako kwa Biblia? Yako tu. Yani wewe huwezi pata Mkristo anaitwa Muhammad. Badala waandike D na H, wanaandika T na H kwa sababu wanasema majina tulirekebisha. Haya, namba 2. Nimesikia ukisema Nabii Isa bin Maryam hakukufa. Ule hajakufa. Labda yule aliyekufa ni Yesu Yusto ama mwingine. Matendo ya Mitume 2:36. 2:36 Matendo ya Mitume. Ainjike swali pale. 2:16. Matendo ya Mitume imeandikwa na Paulo. Wala sina tatizo mimi. Paulo sasa siweki dawa yake saa hii. 2:16. 2:36. Matendo ya Mitume. Inasema basi nyumba yote ya Israeli na wajue kwa yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Hapo simama. Kwa hivyo alisulubishwa. Amesema huyo Yesu mliyemsulubisha. Sasa Yesu mgani? Manake Yesu ni wengi katika Biblia. Alisomea Mathayo. Mimi angalia. Waamini hiyo nakupeleka. Hakuna shida. Mimi nauliza Yesu mgani? Ni Yesu mtoto wa Mariamu. Sisi tunasema Yesu mtoto wa Mariamu hajasulubiwa. Ukisema Yesu Kristo, maana yake unasema Yesu nabii. Kristo ni cheo ya unabii. So ukisema Yesu Kristo, yuko mwingine alikuwa anaitwa Yesu ambaye ni Kristo pia. Nisomee kama waamini hiyo. Mwingine anaitwa Yesu bali. Nisomee Mathayo 28. 28 ngapi? 28:11. 28:11. Mbona vitu vizuri hapa? Kristo wenye mko hapa, ngoja kwanza.
Msikize uongo mahali ilitoka ya kusema Yesu hakukufa. Hakuna tatizo. Utaisikia kabisa. Wewe unakuja kutangaza vifo vya watu na wenye walikuwa wanachunga kaburi vile walifanywa. Asante, hakuna shida. Wewe umekuwa mtangazaji mzuri. 28:11. Nao wale walipokuwa kienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikikana na liwali, sisi tutasema naye, nanyi mtaondolewa wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Hata waleo. Wale askari walikuwa wanachunga kaburi wakati Yesu alikufa. Ngoja kwanza. Uwezi waliongwa na pesa. Sasa wewe umepeleka kwa kaburi. Mitume walikujia mwili usiku. Asante. Wala hakuna sasa. Umesikia vizuri? Mimi nauliza wapi kafa? Alianza hiyo wakati mpaka saa hii iko. Wapi kafa kwanza ndio uende kaburini? Wapi kwanza kauawa ndio tuje huko? Wapi kauawa kwanza? Mbona unakimbilia kaburini? Wewe unakimbilia kaburini bure. Ni habari za uongo. Ni habari za uongo ndio hongo ikatembea. Hiyo Mathayo 28 50 27 uone akikufa. Wala sina tatizo akiuawa sio kufa. Masoja wapewe pesa waseme huyu hajakufa. Kabisa, kwa sababu yote ilikuwa ni deal. Na ndio unasikia habari zake haziendeshani. Sikiza habari. Inasema naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Basi, umesikia amekufa? Huyu ni mtu ametoa roho. Alafu ngoja. Huyu alicommit suicide huyu. Alafu usiende, alafu usiende. Nikikusomea utaki kukubali. Kabisa. Wala sina tatizo. Huyu ametoa roho, alafu imesema ni Yesu. Yesu ni wengi ndani ya Biblia. Sasa hususan unamzungumzia Yesu gani huyu alitolewa roho, aliyejitoa roho? Kwa sababu kuna mwingine naye kauawa. Waacha huyu katolewa roho. Manake huyu kajitoa roho. Nikiuliza Luka anasema hapana, kuna mwingine aliuawa, huyu amejitoa roho. Luka anasemaje? 10:38 Matendo ya Mitume. Luka anasema hii habari ya Mathayo ni ya uongo. Anasema huyu akujitoa roho ni wa uongo. Luka anasemaje? 10:38 Matendo ya Mitume. Inasema ikawa katika kuenenda kwao 10:38. Ni Luka. 39 enda. 39. Naye alikuwa Luka Matendo ya Mitume. 10:38. Tunataka tuingie katika hizo nyanja. Tuingie kwenye hizo nyanja. 38 mwalimu. 38. Inasema habari za Yesu. Sikiza, habari za Yesu wa Nazareti. Kwanza huyu anapeana habari za Yesu wa Nazareti kwa sababu anajua Yesu ni wengi. Anapeana habari za Yesu wa Nazareti. Alafu jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Tena huyu alikuwa ametiwa mafuta na Mungu kwa Roho Mtakatifu. Teremka. Naye akazunguka huko na huko. Naye alikuwa anazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Sikiza, huyu alikuwa anaponya huyu Yesu. Na ndio akaelezwa habari zake. Sikiza habari. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Tena Mungu alikuwa pamoja na huyu ambaye tunazungumziwa. Sikiza hapo baba. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyotenda katika nchi ya Wayahudi. Sikiza, sasa hawa wanasema sisi ndio witness. Wachana na Mathayo anasema ati alikufia kwa msalaba. Huyu anasemaje? Na katika Yerusalemu ambaye walimuua wakamtundika mtini. Niulize swali. Ngoja. Nani aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume? Luka ndio mwandishi. Umesema tusiulize hilo jambo. Si alikuwa amesema tusiulize. Luka ndiye aliandika. Kwani nani? Na Luka alikuwa witness ama sio witness? Amesema ni witness. Sasa huyu Luka anatuambia walimuua kisha wakamweka wapi? Soma tu. Na kuna kujiua. Hapo 39 hapo ndio nataka point. Ndio ni kuonyesha hizo habari zote hazielewani. Naye Mathayo anasema ni uongo. Alikuwa kwa msalabani akiwa hai ndio akasema Eloi Eloi lama sabakthani. Luka anasema hiyo ni uongo ya Mathayo. Huyu jamaa aliuawa chini na sisi ni mashahidi, aliuawa chini ndio akawekwa akiwa maiti.
Sasa tutaamini huyu, tutaamini. Rudia 39. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyotenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Walimuua wakamtundika mtini. So Luka anatuambia huyu jamaa akienda mtini maiti. Lakini Mathayo tukimuuliza anasema ni uongo, alikuwa hai huyu jamaa bana. Alikuwa akiongea akiwa kwa msalaba. Sasa tufuate Mathayo, tufuate Luka. Ndio Mungu akasema wale ambao wanapeana habari za Nabii Isa ibn Maryam kuwa kauawa, wako na shaka. Huyu anapeana za kwake, huyu anapeana za kwake. Ukiingia hata kwa masaa, ukienda kwa Yohana anasema ni uongo, Yesu saa 6 yuko mahakamani. Ukienda kwa Luka anasema ni uongo, Yesu saa 3 amesulubiwa. Utaambia huko mwalimu. Ndio namueleza kidogo, ndio nimuonyeshe confuse, akitaka namuonyesha zote. Ukienda kwa Mathayo anakuambia wakati aliwekwa atikaburini, anakuambia kulienda wasichana wawili. Ukienda kwa Luka anakuambia msichana alikuwa ni mmoja. Hiyo ni uongo ya Mathayo. Ukienda kwa kwa Yohana anakuambia wasichana walikuwa ni 3 walioenda. Wachana hawa wawili ni uongo. Mwingine anakuambia ni wengi hata wajulikani idadi. Sasa utafuata huyu, utafuata huyu. Hata jaji akisikiza hiyo kesi atachukua ile kafimbo agonge aseme dismiss. Hakuna kesi hapa kwa sababu hakuna ushahidi wa kutosha. Yaani kifo ya mtu mmoja mnaeleza kama kifo ya watu 3. Mwingine anakuambia Yesu alibeba msalaba akaenda nayo mpaka Golgotha. Ukienda kwa Luka anakuambia ni uongo, alisaidiwa, alibebewa na mwingine. Mbona wakachukua mwili basi? Sasa hii mwili ndio tunatafuta ni ya nani? Mbona watu wanadanganya watu? Mbona watu wanadanganya watu? Soja walienda kudanganya wakaongwa na pesa. Wadanganye mitume walikujia mwili kwa kaburi. Sasa huyo ni Mathayo amesema. Nitolee mahali Luka na Yohana wanasema. Ngoja ndio tuone huyu. Wakaongwa na pesa, waenda wadanganye wakubwa kwamba mwili ilikujua usiku. Wakaongwa na pesa kwa nini? Asante. Ni Mathayo anasema. Tunaambiwa ushahidi ya mtu mmoja ikubariki. Nipatie mahali Luka anasema hiyo habari na Yohana. Kwa sababu Luka anasema yeye ni shahidi. Wapi Luka anasema watu wa askari walipewa pesa? Ili tujue Mathayo anasema ukweli. Wewe pia alikuwa witness. Kabisa. Sasa wapi Luka alisema walipewa pesa? Witness. Witness hiyo ambayo ni Luka. Na nikikuja na witness nakotelea witness moja. Ati witness moja hata kotini akubariki. Lazima wawe 2 au 3 kotini. Mmoja hatoshi, lazima wawe 2 au 3 hata kotini. Unanipata? So habari hizi za Yesu kuuawa, kwanza alikufa mwezi gani? Mwezi. Alikufa mwezi gani? Alikufa mwezi wa 4. Mwezi wa 4? Imeandikwa kitabu gani Yesu alikufa mwezi wa 4? Nitakuletea tu leo sina. Leo huna, utaniletea kesho. Na uniletea alikufa date gani? Wala hakuna tatizo. Aulize swali ya mwisho, naona nayo muda naambiwa nakimbia na watu wanataka kukimbia kwenda kufuturu. Sisi nilikuwa hapa. Nikikusomea mambo ya Paulo. Kuhusu pombe na miraa na miandarati. Kasema Paulo anaambia watu wakunywe pombe. Hiyo uliniambia hivi na mimi sisaungi na nakubaliana na watu wote, na ulituambia hapa hata kuna watu wanajua. Ulisema Paulo alikuwa akimwambia Timotheo. So barua ya Timotheo ukipata Mkristo anaisoma anafaa kupigwa viboko kwa sababu haimuhusu, inamuhusu Timotheo. Wewe ndio ulituambia, kwa sababu anamwambia kuanzia sasa usikunywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo yako na maradhi yako. Ukaniambia hii maneno iwahusu wa Kristo, inamuhusu Timotheo. So nikiona Mkristo anasoma kitabu ya Timotheo atakuwa anafaa achapwe kwa sababu anasoma barua ya mwenyewe. Si tulikubaliana? Paulo hakuna mahali ameruhusu pombe. Paulo aliandikia Waefeso pia. Naomba unisomee Waefeso 5. Mimi kabla hujaenda Waefeso nilikuwa mimi si pale kwa Timotheo. Nataka nikulete pale kwa Timotheo. Asante sana. Haya, msomee hiyo ndio atulete hapo. Waefeso ngapi? 5:18. 5:18 Waefeso. 5:18 Waefeso. Na alafu hii ya Waefeso ni ya Wakristo ama ni ya barua kwa Waefeso? Soma kwanza. Ndio nataka tujue, ndio niende kwa msururu pia. Hii ya Waefeso. Hata wewe Muislamu na. Kumbe hata ile ya Timotheo ni yetu sisi zote. Tuwe fair. So hata ile ya Timotheo anaambiwa asikunywe maji tu, akunywe na mvinyo, inatuhusu sisi sote sisi. So hata Mkristo anafaa mimi nihusu, mimi ni Muislamu. So pia Mkristo wa saa hii anafaa kunywa
Somee kwanza hiyo. Ndio nikuleta kwa Timotheo. Mbona hii ya Timotheo unairuka unataka ile wa Efeso? Haya, kwa hivyo nataka kuruka hapo kijanja. Unajua huyu kaka mzuri huyu. Sisi wa Kristo haturuhusiwi kulewa bwana. Asante, lakini miraa nyinyi mnatafuna sana, sisi hatutafuni. Sisi haturuhusiwi miraa. Qur'ani imekataa 590 ulevi wowote. Mnatafuna sana. Na hakuna mahali Qur'ani imesema mtumie ulevi. Lakini Biblia kuna mahali imesema watu watumie ulevi. Tulia tusomee kwanza. Asante. Tulia. 5 18 inasema tena msilewe kwa mvinyo ambao muna fisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Asante. Nasikia Paulo anaandikia Waefeso, anawaambia msilewe. Anawaambia wasilewe kwa mvinyo. Na Timotheo wa kwanza 23. 5:23 amesema asitumie maji tu, lakini na atumie na mvinyo kidogo kwa ajili ya maradhi yampatayo mara kwa mara. Ndio. So hii ya Timotheo haiwahusu wa Kristo, inawahusu. So Mkristo leo akiwa anasikia tumbo inamsokota, anafaa atumie mvinyo kidogo kama dawa. Kidogo kama dawa. Kuna mtu anakunywanga chupa 8 ndio kidogo kwake. So apige, si ndio? Kwani kidogo haijawekwa size gani? Ama Wakristo kuna mtu anapiga kireti 2 ndio kidogo kwake. Unajua inategemea na consumption yako ya mwili, unywaji wako. Kuna watu wanapiga kireti 2. Kesho ukipata nafasi njoo. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.